I say katika siku ya wapendanao msanii Diamond Platnumz ameitumia siku hiyo kwa ajili ya kuweza kusambaza upendo kwa wapendwa mashabiki zake, lakini pia kina mama ambao wapo mtaani huko kusapoti maisha. Kwa siku ya upendo hii Diamond Platnumz ameweza kuitumia katika upande wa kuenda kutoa zawadi mtaani. Ametembea na gari zake za kifahari kwa ajili ya kuelekea huko kuenda kutoa sapoti kwa hawa wa kina mama, na huu ndo mzigo ambao amekuwa akiuandaa, na hizi ziko nyingi zaidi ambazo ameziandaa kwa ajili ya kuelekea mtaani kwa ajili ya kwenda kusambaza upendo kwa kila yule ambaye atakayemuona na Mungu atamgusa kuweza kushuka kwenye gari kwa ajili ya kuweza kumpatia, kwa sababu kila riziki bwana anatembea nayo mtu, na Mungu anajua kabisa kwamba hiyo riziki iende katika upande upi na kwa muda gani iweze kumfikia mtu fulani. Hii ndio ilikuwa safari ya kwanza kuelekea mtaani kwa ajili ya kwenda kugawa zawadi katika siku hii hapa ya wapendanao, na amededicate kabisa kwa watu wote ambao watakaokutana naye, ambapo wataguswa kuweza kumsaidia au kutoa hiyo support kwa ajili ya kusapoti kile ambacho kinafanyika mtaani, akina mama na wale ambao watakao bahatika, kina baba kama wakibahatika, vijana. Na hii ndio safari imeanzia hapa, na alipofika hapa Diamond Platnumz aliweza kumwona mwanamama amekaa pale anakula chakula. Kwa hiyo alichokifanya yeye, akashuka na boksi moja kwa ajili ya kumpelekea mama huyu ili aweze kumpatia chochote. Na hii ndio safari ambayo alianza Diamond Platnumz kumsogelea mwanamama huyu. Alikuwa akimshangaa tu kwa sababu Diamond Platnumz hakutaka kujionyesha uso wake kwamba watu wengi wasije wakamuona, isije karibu shughuli ambayo ameiandaa. Na alipofunua boksi, mama huyu alishangaa sana kuona minoti mekundu. Hapo akashukuru sana, na akawa Diamond Platnumz ameweza kumuaga, unaona bwana. Kwa hiyo Diamond Platnumz baada ya kuwa ametoka katika safari ya kwanza, hiyo ilikuwa ni safari ya kuelekea tena sehemu nyingine kwa ajili ya kuwagawia watu ambao wenye uhitaji katika siku ya Valentine Day, siku ya wapendanao. Mama huyu ameonyesha kushukuru sana na kutoa baraka katika baraka zote katika siku hiyo ambayo Diamond Platnumz ameweza kuonesha shauku yake. Lakini pia tena sehemu ya pili hapa Diamond Platnumz anafika, anamkuta mama akiwa anauza ndizi, unaona bwana. Sasa akawa analia timing kwamba anaweza akashuka, alafu watu wakamjua wakajaa, ikawa akaharibu shughuli yake. Kwa alivyogundua kwamba hakuna mtu yeyote ambaye anayeweza kumshangaa, ndipo aliposhuka na kwenda kukaa pale. Alimsalimu huyu mama bila kujua chochote, akashangaa anapewa zawadi kama jinsi tunavyoona, na Diamond Platnumz akawa anamsaidia kufungua zawadi, kwa sababu raha bwana ya zawadi ifunguliwe. Na baada ya kuwa imefunguliwa hiyo zawadi, alichokiona huyu mama hakuamini kile ambacho amekiona. Alishukuru sana, na siku ya leo huyu mama ikawa imeenda vizuri zaidi, kwa sababu hiyo minoti mekundu inakwenda nafasi kubwa sana katika upande wa kuwekeza katika mtaji wake. Ameshukuru sana huyu mama. Na utamwambia nini huyu mama kwa Diamond Platnumz kwamba Diamond Platnumz sio msanii mkali? Unaweza kumwambia kweli hivyo, au unaweza kumwambia nini ambacho cha kumpinga Diamond Platnumz? Basi baada ya kutoka kule, mama akawa amefika tena barabarani na kushuka, kukutana na watu wengi sana, akina dada, akina mama, vijana, watoto. Akawasalimu pale. Baada ya salamu pale, akaomba boksi aanze kuzigawa boksi moja moja kwa ajili ya kila ambaye amefika pale. Zote hizo boksi zimejaa pesa, na akaanza kugawa hizo boksi. Kampa wa kwanza huyu hapo, kampa wa pili huyu hapo, naona bwana. Hakuamini kile ambacho amekiona, akaruka. Kwanza alisikia sika ikiwa ni maua humo ndani, kutana na pesa. Wote wakawa wanaona kabisa siku ya leo imekuwa ni siku nzuri zaidi. Siku ya wapendanao imekuwa tamu. Akawa amegawa hiyo wanawake wote. Sasa akawa imebakia mshikaji huyu jamaa, akabaki anatumbua macho. Dada mmoja akasema nipeni box moja nimpatie mwamba huyu hapa. Mwamba naye akapewa box lake, lakini pembeni kuna katoto hapo. Diamond Platnumz akaona haiwezekani, hawa wote wameshangilia, mtoto akosa, haiwezekani, nipe box ile jeupe nimpatie huyu mtoto. Akawa amempatia, kwa sababu box ni jeupe, ikabidi amuoneshe, unaona kilichomo ni fedha hizo, zinaweza zikaenda kukusaidia mtoto kwa ajili ya kwenda kuenjoy huko nyumbani.
Kwa hiyo basi hiyo ndio ilikuwa siku ya wapendanao. Diamond Platnumz aliweza kuimaliza katika nafasi hii hapo. Sasa unaweza kutuambia nawe katika comment kile ambacho amekifanya Diamond Platnumz katika siku ya wapendanao kimekugusa kwa nafasi gani kusambaza upendo kama jinsi ambavyo unavyoona bana. Achia maoni yako. Hadi wakati mwingine, wakati huu nikutakia wakati mwema. Kwa heri.